Jamani, narudi tena jamani. Mbio ya mgambo ikilia ujue kuna jambo, na jambo lenyewe kumekucha. Mama yenu wa Simba jamani, msinichoke, maana hapa ndo kumeanza kuchangamka. Kumeanza kufanyaje? Kumeanza kuchangamka na fimbo yetu ya magoli. Naiona? Sasa basi watoto wangu wana Simba, leo ndipo kuna changamoto kwa ajili ya kesho. Leo nimesikiliza pande zote mbili. Kocha wa Dodoma Jiji, msaidizi Matola, kocha msaidizi wa kwetu wana Simba, nimemsikiliza Ahmed Ally, wote nimewasikiliza. Mechi ya kesho kila mmoja amesema ni ngumu, na katika siku zote ambazo nimesikiliza makocha, masabari wote, hii imekuwa ni mechi ya tofauti. Kila mmoja amekiri kwamba kesho mechi yetu itakuwa ngumu. Sasa maana yake ni nini? Ukishaona kuna ugumu, ujue kwamba unatakiwa kujipanga. Sasa basi, silazimishi ni mama wa Simba kama jina langu nazungumza. Kwa sasa viongozi wa Simba, benchi la ufundi la Simba, kocha wetu, hakuna ambaye amkubali, kila mmoja anamkubali kocha wetu. Wachezaji hakuna mtu ambaye hawakubali, kila mtu anawakubali. Viongozi wetu, kila mtu, kila mwanachama, kila mshabiki anawakubali. Sasa basi, sisi kama wana Simba, ugumu wetu utaijia wapi? Sisi kama wana Simba, wanachama na mashabiki, viongozi, benchi la ufundi, kocha, wachezaji, kama tutakubali udhaifu huu, tutakuwa tumekosa mshikamano. Cha muhimu ni kushikamana. Yaani wote hapa wamekuja nyumbani. Tuna uwezo wa kufanya chochote na tukashinda. Sasa basi, ni sisi wenyewe kutengeneza mazingira ya ushindi au kutengeneza mazingira ya kutokuwa na ushindi. Ili tuwe washindi, jambo la kwanza ni kuwa na umoja, lugha moja, sauti moja. Tunatengeneza ubaya ubwela, ndio inakuwa nguvu moja, ubaya ubwela. Mtaona kitu tunachoenda kukifanya siku ya kesho. Sasa basi, cha kufanya ni kipi? Ni kesho kwenda kujaza uwanja. Mmeona mechi zetu zote ambazo zilikuwa ngumu, hakuna mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kama ya Coastal Union.
Ile mechi ilikuwa ni ngumu na ni ngumu kweli na ni ngumu tena. Lakini wachezaji pale walipokuwa wanaenda kufanya makosa, wakigeuka hivi wakakutana uwanja umejaa wana Simba, wakigeuka hivi wanakutana na uwanja umejaa wana Simba wamefurika, hofu inaingia ndani mwao kwamba uso wetu tutaupitisha wapi tukishindwa. Nadhani mnakumbuka ile dakika ya mwisho jinsi tulivyoletewa moto, lakini walipambana wachezaji, wakasema hapa hatuwezi kuwaibisha mashabiki wetu, na kweli hawakutuaibisha. Sasa na kesho ni mtindo mmoja, wote tujiorganize, wa Chalinze, wa Bagamoyo, wa Morogoro, Dar es Salaam yote nzima, wote wana Simba tuliamshe dude. Tuliamsha nini? Tuliamshe dude uwanjani. Uje uone kinachoenda kufanyika. Nina imani kesho ushindi tunao. Kwa uwezo wa Mungu ushindi tunao. Fimbo ya magoli inarudi inacheka, inarudi inafurahia, inarudi na shangwe na tunashangilia. Sio kwa akili yetu, na leo sio kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tukiendelea kumsihi Mungu, tukiendelea kumshirikisha Mungu, tukiendelea kumuomba Mungu, tukiendelea kushuka mbele za Mwenyezi Mungu, kesho Mungu anatuletea ushindi. Ndio mwenye uwezo. Katika dakika ngapi? Dakika 90. Hakuna mwenye uwezo wa kuweza kutabiri dakika 90. Dakika 90 ni mchezo wa wazi. Tunaenda kuziona kwa uzuri kabisa. Wana Simba, msiwe na hofu, tuwe na cha muhimu ni kuwa na umoja na kwenda kujaza uwanja. Mama wa Simba, nimemaliza wapenzi wangu.